ni Mungu kwa nafasi nyingine. Na ili Mungu akupe nafasi nyingine ni kumaanisha kuna mambo mazito, mateso, majaribu, vita, changamoto umezipitia. Na ni kumaanisha ya kwamba umefika mwisho, umegonga ukuta. Aibu zako zimeonekana. Mambo mazito umeyaona. Na hii ndiposa nataka nikuambie, the God we serve, the God who called you, the God who saved you, the character of tabia yake ni ya kwamba ni Mungu kwa nafasi nyingine. Na hakuna kitu ambacho ni hatari kama Mkristo kumisi nafasi ya Mungu. Na hakuna kitu ambacho ni kizuri kama Mkristo kuelewa nafasi ya Mungu. Maana kuna watu wengi wanapoteza nafasi zao na Mungu. Na kuna watu ambao wanajielewa, wanajifahamu nyakati zao na Mungu. Unajua katika mwaka wa corona na nini? Kuna watu ambao katika ile kanisa la Nyahururu wamejua katika kuhubiri. Mungu akanizungumzia tufungue WhatsApp ya mahubiri, ya kuhubiri. Watu wengine wako wanahubiri. Saa hii wakati ambao niliomba Mungu akanielekeza. Hata saa hii nimetuma wahubiri kadhaa katika makanisa mbalimbali asubuhi ya leo. Na saa hii tumetuma wengine kule Nyahururu wakihubiri, wanahubiri kule. Mungu akaniambia kwamba the time has come. Alizungumzia na hiyo neno katika Timotheo. Tuhubiri wakati ambao umekubalika na usiokubalika. Nataka nimwambie yale maushuhuda tumesikia. Watu wameguzwa na wale watumishi wa Mungu. Wamekuwa servant. Wamesimama na injili. Ni watu wengi sana. Wakati wa watu wanalia na naomboleza. Huenda imetokea wakati kama ule ili Jehova akaanze kutukuzwa katika maombolezo. Na ningetaka niseme hapa ya kwamba ukiangalia katika Bible ni watu gani ambao walipatiwa nafasi nyingine. Unaona David ni yule ambaye alifanya usharati, na Daudi mambo mengi akapigwa nabii. David akapatiwa nafasi nyingine na Bwana. Mtu kama Samson akapatiwa nafasi nyingine na Bwana. Mtu kama Ayubu akapatiwa nafasi nyingine na Bwana. The prodigal son, ambaye nafasi ya kwanza alikuwa nyumbani. Wakati alimisi kukaa nyumbani akaenda bali. Mungu ni Mungu wa rehema, kila wakati anatuita. Anatuambia nikae niko na haja na nyinyi. Nikae na wapenda. Kakijana kakarudi, kakapatiwa nafasi nyingine kwa nyumbani. Na the Bible says, nafasi ya kwanza akuke shitwa. Nafasi ya kwanza watu wake iko pamoja, lakini the second chance. Hallelujah. Hallelujah. Ili bidi wafanyikazi wa nchi wote. Musa asimamisha watu wote kazi wakapatiwa. Habari ni lazima. Sio hivyo peke yake. Ukashindwa imagine wafanyikazi watu wa mafundi na kibarua. Wanaambia wanalipwa on top of kulipwa. Wanasemekana kuna pati kwa sababu kuna kabutu kamepatiwa nafasi nyingine. How one of the days. That is how God vile Mungu alivyo. Haijalishi uko wapi mtu wa Bwana, uko wapi. Haijalishi ni vita gani umepitia mtu wa Mungu. But the God we serve is God of another chance. Hey, praise the Lord. Amen. And that is why we are here. Maana Mungu ametupatia nafasi nyingine. Hatari ni ya kwamba tumeingia katika kanisa mara ya pili. Sasa uko hapa for the sake, na uko hapa kwa nini? Mkristo mama ni baba pia Mungu. Mungu hii mawimbi ikipita, I do this and this for your kingdom. Baba hii vita ikipita, hii magonjwa ikipita, sasa ni wakati wetu kama kanisa tuweka nadhiri na Mungu. Mungu litakusaa usiku na mchana. Mungu litakipanda kwako. Nitafanya kazi yako. Hakuna kitu kinaguza Mungu kama kuweka maagano na pao mbele zake Bwana. It is not a matter unakuwa jioni. Alafu jioni nasikia mambo ya nani? Ya Muthari Kagwe. 800 people kwenda. Sijui ndiki jamani. It is up to you sikia biku inaongea na magari. Watu wataongea lakini Mungu ataongea na nini? Ataongea na magari kwa ajili ya maisha yako. Unapokea hiyo ujumbe na magari. Wewe kazi yako ukisikia watu ni kukufa, wengine ni kugonjeka, as a servant of God, as a believer, what do you do? Praise the Lord. Amen. Isipokuwa tulikatazwa kusalimiana, ningekwambia salimia wote. Lakini sasa tumeambiwa usiguse. Lakini pesa utagusa. Madisi utagusa. Salimiane, haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa mimi nataka nimwambie hivi. Kuna watu wengi katika Bible
Akina Paulo alipatiwa nafasi nyingine. Paulo alishambulia kazi ya Mungu, akaua watu. Nafasi ya pili akawa mtumishi mzuri. Mbele alikuwa anaitwa Saul. Second chance, Saul akaitwa Paul. Jacob alikuwa anaitwa Yakobo. First chance. Nafasi ya pili akaitwa Israel. That is the character of our God. It doesn't matter umeenda wapi. By the second chance, hapo ndio Mungu anajitukuza. Amen. Nafasi ya pili ndio Mungu anajidhihirisha. Nafasi ya pili ndio ishara na miujiza inatendeka. Amen. Unajua juzi nilikutana na dada fulani, akasema akanipigia simu hapa. Alikuwa ametoka Naivasha. Mama, nilienda kuzika shosho yao kule Gobet. Hiyo mama nikiwa na ile gari nyingine, hiyo mama naye ni hatari. Shosho alikuwa ni kama ile shosho ya Timon. Alikuwa shosho wa imani kabisa. Baada ile kanisa letu ya kule Gobet, shosho ile akadai tekini. Na alikuwa anasukuma vijana wake wote na watoto wote wanaenda kanisani. Kusema kaida yako na hapo la kaida ke mautini. Watu wanashanga wanajenga kanisa na shosho. Na sadaka yake alikuwa anapatiana akiwa nyumbani. Shosho wanda itakee. Hakuwa anacheza na hii sadaka tunacheza naye hapa. Na fungu za 10. Sasa shosho akaondoka. Wakati nisikia shosho ameondoka na ni yule ambaye anatujengea kanisa moja letu kule Gobet. Ilibidi simamishe mambo yangu yote nikazike shosho. Hii ndio sisi tulikuwa na shosho kama wabili ninawatambua. Shosho mmoja hapo upande wa Jojoro aliaga. Shosho mwingine naye alikuwa Gobet. Na wao shosho wote walikuwa na organize. Na Yesu mwingine kuona nikienda kwa pale kwa sababu ngike. Maana shosho mmoja alikuwa anapelekea pasa mwingine anaitwa kule. Ndio nene kwa hilo daruta eti kesho ndasi yako. Na ni shosho anaita kitu. Hii shosho kutoa hiyo saa hii kwake kuna wahubiri. Amen. Sasa hiyo shosho wakati nilizika yeye. Hiyo mweshana yaani mwiletu mwitaka shosho shioni. Wakati aliangalia hiyo gari akasema, "Dawa gari hilo ni vya kuu. Nataka gari ya bishop na Mungu nipatie gari kama hii." Huyo mama na keke mwenyewe ile video alipatiwa gari kama hii. Amen. Nikitoka mahali kunaitwa Mairi nikaona gari nyuma inaniwakisha matatu. Leo gari ino raha ikia. Gari koroga mahali hatari yake wake. Nikakimbia na mimi. Mara na siku hii mtu anasukuma ni mtu gani? Akanisukuma nikajua hapo anajua jaribu kuna mahali kunaitwa kulisema. Maana kuna watu wengi nitaaga gari kama. Nikaona mama amekuja kuwa amesheka. Sijui nini bra. Bishop ni mimi sijui wakati wa shosho. Basi ni siku anashika mazishi ya shosho ni nini? Kumbe nabii wakati wa mazishi ya shosho aliamini gari na Mungu amepatia gari. Amen. Kuliko gari zitu wako na gari zitu. Juzi weekend hiyo mama. Akanipigia simu akaniambia nitaka nikuje. Hiyo mama nataka nimwambie Mungu anajua hiki viti ya corona kuna watu wamepandishwa na Mungu. Mama alikuja na akaniambia ita pasta wako mmoja kule. Pono, kunaitwa Lisha Upono. Kanisa kingine hapa Japani huko. Nikapasta akakuja. Mama akaniambia, "Yo, dada akaniambia, "Hapo natoka Naivasha." Gayajari ile hiyo kanisa liko kule mashindano ni koroge. Alipambia hiyo pasta 100,000. Kaweze kufanya kazi na huyu Mungu ana nafasi nyingine. Nataka nikwambie mambo kama matatu hivi manne ambayo itakusaidia mtu wa Mungu. You cannot bidii hawezi kupatiwa nafasi kile na Bwana. Jambo la kwanza, you must discover your weakness or your failure. Ambaye ilikuwa hapo mbele. Unajua mtu ndani ya watu discover failure yake ni Moses. Moses hata kana kwamba aliitwa na Mungu, hakutambua weakness yake. Jambo ni hasira. Mtu wa Mungu ikazuia yeye mwenyewe kufanya kazi na Mungu ana nafasi nyingine. Nataka niwaambie hata tukiokoka na tuitwe na Mungu, each and every one of us we have our weakness. Ndio mtu mkijani. Ndio mtu ndio akutira kwa weakness ka kuenda. Hapa ndiye mtu wa Mungu alikuwa anasema, Bwana, tukamatie hii mambo yao wadogo. Hapana, ngoja misabibu yetu itoe maua, ikishatoa maua inakuja kuharibu. Hii maua ya misabibu. Unajua misabibu ni baraka zetu. Vijana unapokaribia baraka yako, asante spirit inakushika. Ile spirit ikukamata, inaharibu destiny yako, inaharibu baraka zako, inatikiza maono yako, inatikiza kila Mungu amekuwekea. Sasa akasema ye Baba, tukamatie hii tukua kidogo. Kama kuna wakati tunastahili, tuombe Bwana, atuombe tukamatie hii tukua wakati kama huu.
unajua kapo yako ni gani. Kama ni hasira, kutopenda watu, kushukia watu, kuongea maneno ya watu, kuna tubaya nyingi sana. Tunazuia watu kutofanya kazi na Mungu kuna nafasi nyingine. Praise the Lord. Amen. Hata kana kwa Mungu bali na hii social distance. Uliza kwa zako kwa wako ni gani wewe? Hata kuna watu walinda, wacha ku pretend ya kila mtu hapo na kapoa yako. Unaomba unasikia Mungu ameshuka. Hakika nitabarikiwa. This is my time. Kapoa kanakuja, kanatikiza mawe ya kusabibu. Hiyo mama ni kumaanisha ile baraka ukiipokea imekuwa voted. Maana wengine hapa ni wazuri, Mungu anakuja awabariki. The moment kabla hujapokea baraka yako unadanganya. Kabla hujapokea baraka yako hiyo kiburi. Kabla hujapokea baraka yako kuna certain spirit. Bali kinyume na Bwana inatikiza ile baraka yako. Sasa ni kumaanisha kale kijana kalisema mimi ni mwenye dhambi. Jambo la kwanza kalijihoji kakiwa pale. Ni wakati wanakula na wanakunywa kwa baba yao. Kakajimulika, kakajihoji kabisa. Even today kama tunataka Mungu tukuone, Mungu ana nafasi nyingine, lazima kwanza uketi chini ujihoji. Ni mahali gani tunakosana na Mungu? Ni mahali gani ninashukiwa? Ndani ni mahali gani ambaye ninastakiwa? Ni mahali gani roho Bwana analiona ndani yangu? Ili Jehova ana nafasi nyingine afanye kazi na wewe. Ndipo akasema tukamatie hili kubwa kidogo. Maana kazi yake ni kuharibu mizabibu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. You must deal with your weaknesses. Kasoro yako, angalia mtu kama nani? Zakayo. Weakness yake wakati Yesu alitembea ilikuwa nini? Kukoni watu. Na wakati Yesu alienda kwake wakakula pamoja. Nika mwisho akamwambia Yesu ya kwamba hata ukiniona hii mali naona hapa ni kukoni watu hapa. Na kwa sababu mengi hapa nitapatiana mara 4 kwa watu. Yesu akasema Zakayo, imani na wokovu imefika kwako. Praise the Lord. Amen. Na Zakayo hapa kanisani lakini wokovu na imani haijakamilika. Imani na wokovu inafika wakati Petro naongea kile kiko ndani ya moyo wetu. Nasema Mungu hata ukiniona mimi ni mwenye dhambi. Hata mimi ukiniona mimi ni mshirati, Mungu nisaidie. Bwana nini jamani? For us to walk or to move or to walk with God of another chance, lazima tujibulike. Nikitu watu maugaga watu wanaokiaka na gani kuhusu maisha yao. Ni kitu gani ambaye watu wanakuwa na question na mimi? Praise the Lord. Wait a minute. For you to work with God of another chance, you must be obedient. Gayo hii dalekea na moto wa dhiki. Sio moto wa sababu. And that is why the Bible says in the book of Isaiah chapter 1, verse 18 and 19, ukitii utakula mema ya nchi. Deuteronomy 28, baraka zote zimewekwa katika msingi of this. Inaambia utabarikiwa mashambani, utabarikiwa mijini, utabarikiwa ukiondoka na utabarikiwa ukirudi. Hii ni kumaanisha the foundation of every blessing imewekwa katika msingi wa obedience. Nothing else. Ni obedience tumewekwa. Kwa hiyo hata wakati ambao mnaambia uweke hii inaitwa namna gani? Hii face mask. Hii ni obedience ya serikali. Dawa mikono. Sasa nataka nikuombea au kunawa mikono au kuweka hii kitu. Wewe hauna social distance. Watu wanakata hadi mkatili hata kwako hakuna na unataka baraka. Mambo mengine ni kujipima jamani. Ukiona mtu hapa, ukiona mtu ndio unajivaa hiki kitu. Ni kama unafalia watu. Na kama serikali, kama unakataa kutia za serikali, ni apikuni utati. Praise the Lord. Sema obedient. Utiifu. Kuna kitu kingine. Hiyo pia tunaomba kila siku. Kama tunataka Mungu atujibu, ni obedient. Ili ona Mungu ana nafasi nyingine. Jambo la pili na tatu. Be ready to learn from the past failure. Ni mahali gani ulikosea na ukaabukia? Kama unaona mtu fulani kikaa na yeye, njia zako na Mungu itaharibika.
Nikienda street fulani, hiyo street ni mbaya. Lazima kama mtu wa Mungu, learn from the failure. Kwa nini najiingiza katika kamtego? Na unajua mahali pale kuna mtego. Ukitembea kwa mtu fulani utasekenya mtu. Kwa nini naenda kwake? Si you learn from the past failure. Mara hapo ulipitia ukoona hapa si vizuri, kuna red card. Hapa kuna live wire, utagongo wewe. Wewe unajiingiza pale. The time has come. Hata kana kwa uko na rafiki ambaye asubuhi kabla huja kunywa chai unaongea na yeye. Na hiyo rafiki si hamfanyi kulingana na mapenzi ya Bwana. Washa naye complete. Kwa sababu hapa lazima learn from the failure. Kiangalia mtu kama Esther. Na yule mama alikuwa anaitwa Vashti. Esther kalikuwa karibu na mfalme. Kama angalia Vashti bila baba anaonyesha bwana wake madharau. Anaitwa na kataa. Esther akaran from the failure of Vashti. Kajua nikiingia hii state house. Akikuwa wani itakuwa ni akimbia kama mtoto. Akitana ukuja mara moja. Na Esther akakaa kwa mfalme. Maana aliangalia failure za nani? Na Vashti. Hii kazi mnaona tunaifanya, we must learn from the watu ambao wamefail. Alifanya nini ili wakosane na Mungu? Daudi alifanya nini? Alifanya usherati. Musa ni nini? Hasira. Hii kitu lazima uangalie. Na hii ni watumishi na ni watu majitu wa imani. Wewe ni nini wewe? Kama ni Samson, hii mama wakalipiana usiku na mchana. Wakalipiana mwishowe mtu akanyoa nywele. Kama Samson hangeenda kwa Dalila, nywele wakatoana wapi na manywele? Ndio. Sasa hii ndio mtu anasema wakali failure. Inatokea wapi? Failure ya finance inatokea wapi? Angalia Nania na Safira. Walifanya nini? Walipray. Baada ya pray, wako wapende pray. Leo kuna pesa sahihi. Kuna ile pray, kulipray. Wacha pray ya kanisa, hata pray ya family. Mkakutana ukasema hii nyumba nitajengea mama yangu, nitaweka mabati, hii imezeeka, tutapiga raki, hii kitu tutaondoa. Na ukasema kwa family yote, na hata wale utafanya, tutakumbuka kidhaba mkirudi. Sababu nainua mikono hapa katika jina la Yesu nikumbuke. Wewe kwanza wewe nadhiri yako. Unaweka nadhiri kanisa, unaweka kwenda nyumbani, unaweka kazini. Hii kitu tunafanya. Hata ukija kwa group tukina mnakuwa nani? Hata mtu anakufa, unaweka nadhiri ni 500. Mtu anazikwa hata 500 hujaleta. Kama unaenda masini na unabakiwa ile matasa. Hata usikumuzii na hiyo tumati. Unazalia jamani. Unazalia jamani. Bwana asifiwe sana. Kama unataka Mungu nafasi kile, kuna kujiona ujiangalie. Nimefeli wapi? Nitawahi na magari kuhusu feli ambayo nimesipitia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Unajua nataka nireaction kidogo, maana tunapatiwa nafasi kidogo. Nitasoma neno tukimaliza. Bwana asifiwe sana. Amen. Atoingia ni gani? Ili tuwe na Mungu na nafasi nyingine. You must have hope and faith in God. Lazima najua sasa nyakati pekee tumefika. Lazima tuamini Mungu kama wajika. Na lazima tuwe na tumaini na Mungu. Ujiamini na uamini Mungu. Believe yourself. Have faith in you and you have faith with your God. Najua ikabutu kaliriski. Imagine hii ikabutu the prodigal son kaliriski kwenda kule. Kwao. Kaka yeye anapamba atasema mwanangu, lakini kwa sababu ni baba yako ni yeye. Akinifukuza nifukuze. Akinifanya ni sawa. Akali watu ambao walikuwa na ukoma. Ni risk ya hai. Na unajua ukoma ilikuwa mtu kutekwa kama wakati kama huu wa corona. Watu wakiingia na watu. Ni kama mtu atekwa hapa Nakuru, asikike yako na COVID-19. Alafu amini Mungu katika ile kanyumba amelekwa. Sema nitatoka, kama nitamalizwa nimalizwe. Haya sema kama ni kuhifadhiwa nihifadhiwe. Kama ni kumalizwa, tule tumuto ukoma tuine. Tuliamini Mungu kama wajika. Kisha wakawa na hii kitu kinaitwa corporate anointing. Kisha wakajua kwa neno linasema where 2 or 3 are gathered because of the name of the Lord, Mungu anakuwa kabisa. Tukakubaliana. Hiyo tu tukawa na imani na Mungu. Mikono ilikuwa miwezi, ilikuwa imekatwa. Miguu imekatwa. Hawakuwa na utukufu. Lakini watu wa ukoma wakakubaliana. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Wewe mambo mengine hata ukisikia mtu amepona sijui nini. Wewe fanya hapo. Lakini
Hii hali ambayo ya kuona kana kwamba wewe unafaa kuliko watu wengine. Wacha hiyo maneno. Imagine watu ambao ni dhaifu wenye ukoma. Wao ndio walifanyika jibu katika nyakati za jana. Wakakuja wakaambia wakaenda kwa jeshi la Washami. Na Biblia inasema the moment they went, Mungu naye akawapaka. Watu wa imani wakuwaki peke yao. Wakishukua watu wa imani, Mungu anakuwa na wao. Praise the Lord. Na ndio wetekio makithiraga. Andũ a wĩtĩkio makona Jesu thutha wao. Nene tokoretio nĩ Ngai na mathiaga manyitĩtwo na mathiaga mamũrĩkĩirwo njĩra. Kuna tofauti ya watu wa imani na watu wasio wa imani. Sasa hii watu ambao walikuwa waine waokomo wakaenda wakaana imani na Mungu, wakahatarisha maisha yao. The Bible says jeshi la maadui zao wakasikia kana kwamba ni jeshi kubwa, wakaanza kuwasha magari, mashakura na dini. Ndio watoto ndio kwa watu wao. Yaani mtu wa imani hakuna struggle, kazi yako ni kushukua. Come on, hallelujah. Amen. Ndio wetike matikana kung'eng'ana na muturire. Ndio wetike liko ya moya. Kwa nini ndio kuile? Watu wa imani unaamini Mungu kama mjinga. Na hiyo kuamini Mungu hata kana kwamba kuna njaa, kuna ukame, kuna ukosefu, Mungu atakutajirisha. That is the people, the difference between the people of faith. Hata bosi wa imani. Sasa hivi bwana jamani, ukiangalia saa hii kazi biashara zimefungwa. The time has come in order for us to practice faith. Tuangalie ateke no turarira. Na mena moira no turarira. Kalira ile tao no turarira ndai. Sisi kwa mekosa. Mwingine amekupimia anasema hata wewe pastor naye fanya kazi yako. Sasa hapa ni Mungu tu peke yake. Maana rafiki anaweza kukuasha, watu wanaweza wewe lakini Jehova hata kuasha. Amen. Praise the Lord. Hii muhula yote ninafurahia Bwana kwa sababu najua hii makanisa tuko na washikaji huko 70 sana. Wengine hawana makao yao. Wengine makanisa ni kulipa. Wengine ni mazao ni kulipa. Nikazime nitafanya nini? Wengine walikuwa na jasa. Wakati niliomba Mungu, nilisungumza na watu watatu tukaomba. Wakati tuliomba, watu watatu wakati mbele nilisema nataka naidisha chakula. Inaitisha nini? Nataka nimwambie Mungu nimwambie. Ahujia kwa mara ile ona ukiona makao makani. Ile toa nini? Bagi ya mahindi. Gunia zaidi ya 60. Nikaletoa mshele bagi karibu 60. Nikaletoa mafuta na yaani uko naka yolea kaka. Kuna pasa moja nilimuita nikamwambia chukua 90, chukua mshele kilo 25, chukua katoni moja ya mafuta lete kagia. Ona hata kile hakuna iko kwa kioko. Ndani yako na kwa nini yako? Nikasaidia hata ukitoka na roho. Mono kuna neka katoni yake imate, kewati. Nikiwe. Yaani kwa kaya ona kia ndo wake utira makania. Kanela kualete utakula vizuri. Wale watu wengine hata si wazie walichukua mzigo. Lazima ni pasta. Wamekosa bla. Ndio ndio hapo wake hata mutakani tena. Maraje ona ikesho ni ukamwako. Ni ukakimeke yake. Nika kiki. Wewe alikuwa tumaka. Hiyo ndio Mungu anafanya. Watu wa imani wanakula hata wakati kuna njaa. Amen. Praise the Lord. Amen. Hatutumikii Mungu na kuwa na imani. Tunamtumikia kwa imani. Praise the Lord. Ngai wewe ndalekino na my imagination. Ni ore ndo twarwo ni Ngai. Hagure nda gutwara mbohore na maitho ma kiroho. Wewe kinyera witiki ndiwe karate handu hamwe change the position. Praise the Lord. Amen. Ni agoso. Amen. Ndo keikara otuturorera kahau. Ona ciuti cini cia birahara cia turite guteithio. Na bakuri saidia. Wewe igwa mundu wa kufia. Makiwara tugikara reke. Inaves? Wakotoka pale. Na huyo dada alikoroga hiyo kanisa. Unajua alifika mahali baba yake yako na shida mzuri. Apigilia kwa kwaide. Yule ndo wa mzee, yule kinigaide. Na alikuwa anafundisha vizuri kwanza business. Alikuwa na competence na Jojo Cows. Mama akasema hii maono ni baba. Akasema nasikia roho kwa akiniambia ndiye nilipasha. Nimeweza kuleta kwa hiyo tu. Dareki atro ni sister yake ile ndio mabeli yao. Na mama akawa na integrity. Alikuwa anitolea ushuhuda hiyo mpaka akaniteka imani. Ati ando mama anakokoroka. Ili yake la karai. Toni kutumio sio alma tuko.
Ndokuru ikaja kwa mwende yake. Najua alikuwa anafundisha shule ya bandi ya boys. Na unajua hii shule ya boys ni hatari. Na ni private, ili ambayo imekataliwa kule inaletwa hapa. Na alikuwa na kopu na hii vijana, alikuwa anawajua, anawazungumzia. Wanasikia vizuri kitu kama hiyo. Iko reke kule. Au kanda iko kaja ndio. Kuria ndile gukokora nyumba. Radire wake to ndari pia. Kumbe iko ndio ya munagira gya kuria. Dalija kero na ihu. Andale wera, naisi pia mama anashukuaga matenda, anafanyaka makazi, anafanyaka nini, Mungu amekuinua. Amen. Kuna kitu kinaitwa positional blessing. Leo watu watende kwa yeye ndio toka ile kazi lishafu. Kwa matari ya ikume heri. Alia diku habari hiyo ni kazi. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wajia mwisho, don't limit yourself in God. Gaya kia kurutana na gagai hidari. Ndokana limetika. Don't limit God. Na hii kwa sababu sina wakati mwingi, nitawapatia mifano miwili mitatu tutajisomea. Lakini kwa niaba ya hao, mimi ningetaka niseme hivi. In the book of Judges chapter 16. Inaongea na magari Judges 16 verse 21. Tutapatia na mfano wa Samson, mfano wa Job na mfano wa Israeli. Na Biblia inasema hivi katika kitabu cha Waamuzi 16. Unajua ninawaambizi sana ndio tumepotea hapo. Abia bazako na bisho wa kumbizi. Hata atiwa jeri Bwana asifiwe. Ikaya muradi. Naomba kile mbona kirela weteki. Bwana wabariki sana. Nimwambizi. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hivi katika Judges chapter 16 verse 21. I think ni 21. The Bible says, Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakateremka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga kando katika gereza. Unajua hiyo mstari, kwa nini tunatafuta Mungu kwa nafasi nyingine? Tunamtafuta kwa sababu Wafilisti wanasimamia ufalme wa giza. Na Biblia inasema kuna wakati ufalme wa giza unatukamata, unatuteka mateka. Na Biblia inasema huyu ni mtu wa Mungu Samson, ambaye Mungu alitabiri hata kabla hajazaliwa. Alikuwa mtu ambaye ni wa kipekee. But the Bible says alikamatwa, point ya pili akang'olewa macho. Unajua kuna macho aina mbili kwa Wakristo. Kuna macho ya kiroho na ya kawaida. Na kuna watu wengi ambao wameng'olewa macho ambaye ya kiroho. Kwa nini tunatafuta Mungu? Maana tumekamatwa, tuko katika umateka, point ya pili hatuna macho. Unaweza fikiria unaona lakini huoni kitu. Unaweza fikiria kwamba kuna kitu unaona lakini hakuna kitu unaona. Samson akakamatwa. Baada ya kukamatwa akang'olewa macho na Wafilisti. Wakateremka naye mpaka Gaza. Unajua Gaza ni pahali pa watu wabaya au waabudu Mungu. Gaza ni pahali ambapo Goliath ambaye alikuwa na watu wa Mungu walikuwa wametoka. Ukisikia Gaza katika Bible ni kumaanisha ya kwamba hii ni maeneo ambayo Mungu anashutumiwa. Ni maeneo ambayo Mungu anaudhiwa. Ni position, ni mahali ambayo watu wa kuheshimu Mungu. Kwa nini tunatafuta Mungu kwa nafasi nyingine? Maana nyakati ambazo tunaishi Mungu ameudhiwa. Kwa kijeroletio. Mungu ameudhiwa. Watu wanasema watu wakienda kanisa watapukizana corona. Taifa ambayo inajua Mungu jamani. Ni kanisani tutangojeka ama ni kule kwa kilabu na mahoteli. Na Biblia inasema nyumba ya Bwana wakati ambao ilitawazwa. Sasa Biblia Suleiman akasema kukitokea janga, hiyo ni Second Chronicles chapter 20 verse 8 and 9. Kukitokea janga, tauni, magonjwa, mahatari, baina kama ya upanga. Watu watakimbilia katika nyumba imetenishwa na wewe. Watalitia jina lako pale na Mungu atawasikia. Na Baba atawarehemu. What is going on now? Ni kama nyumba ya Mungu, ile heshima ya nyumba ya Mungu imekosekana. Sasa Biblia inasema Samson alikuwa amekamatwa, alikuwa ameng'olewa macho, alikuwa amepelekwa Gaza. Na jambo lingine wakamfunga kwa vifungo vya shaba, akajifungua. Naye alikuwa akisaga kando katika gereza. Yaani ni kazi, inaona tunahitaji Mungu kwa sababu ile kazi tunaifanya hatustahili tuifanye. Kwa nini tunahitaji Mungu na nafasi nyingine? Maana hata kama mimi mhubiri
mahali ambapo ningefikisha mahubiri, mahali ambapo ningekuwa nimefika, sijafika. Kwa hiyo tunahitaji Mungu nafasi nyingine, mahali ukabiashara uko naye, it is not the will of God, ungekuwa bali. Ili mtu alikuwa na mafuta, lakini mafuta yake alikuwa ameng'olewa macho. Alikuwa amekamatwa, na sasa alikuwa amewekwa gazi, na ya mwisho alikuwa anafanya kazi ambayo sio yake. Mambo masio bainde ambaye tunaomba Mungu tuwe na nafasi nyingine, maana kila tunakufanya hatudai tukifanya wakati kama huu. Na Biblia inasema hivi, maandiko inasema mstari wa 22, maandiko wa 22, maana vizuri tusome. The Bible says 22. Lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Baada ya kunyolewa kwake kifo cha Samson. Unajua sasa hii mtu wa Mungu. Unajua Mungu ni Mungu upendo. Samson alinyolewa nywele zake na Delila. But God is God of mercy. God is God of another chance. Haijalishi kile ambacho ulinyolewa nywele zako. Biashara yako ilifungwa. Mambo mengi kafanya juu ya maisha yako. Lakini Biblia inasema kama nywele ya Suleiman ilimea Samson, ilimea tena what about you? Ipoza Mungu aliniambia nikuja hapa nimwambie maono masio mode kama ngukageti. Ngai yako pokeni alikele jwale ya Yesu. Jwale na iko bila alikele jwale ya Yesu. Ugaye meni na maono maria kowe kama unoteke tepe. Hii kanisa pia inaletea sasa. Itakuwa ni kanisa itakuwa na utukufu kuliko ya kwanza. Na hii kanisa la sasa ikawaje kutapitia katika mauzito. Mwisho wake kuna certain glory Mungu atajashiria. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inasema sitasoma pale chini. The Bible says Samson baada ya nywele zake kumea na amewekwa katika jela, amefungwa mahali. Hakuwa naona maana macho ilikuwa imeng'olewa. Aliambia kijana moja, nisaidie kushika nguzo ya pande hii. Nisaidie kushika nguzo hiyo nyingine. Haleluya. Na hakukuwa na watu wengine wengi kama wakati ule. Walikuwa wamekutana kwa wingi sana. Wakati alishika nguzo mbili mkononi na ile mwingine. The Bible says Samson aliua wengi kuliko watu wa mbele. Enda kugatiri ya dwakai. Uturio taliweka ndio weka gukirape ndio marito ya Yesu. Uli utale wao yani ukuhoya. Kile utale wao ni ukugia. Come on, hallelujah. Can you say amen? Hallelujah. That is the character of God. Chance yake ile ora kidia toike. Chance yake ile maana magekeka. Chance yake ile maana magekeka. Hallelujah. Na niko jopo na ugatele ni wa Job 14:7. Job anauliza hapa. Wakati alikuwa na shida nyingi, watoto wamekufa, mali imekuondokea, utajiri umekwisha wake wote. Akajiuliza maswali akauliza, je, Gai, mukiro kitamuone na gitukia mutishu getupokere. Ndeko ina kirigiro ati mutio ndogo kila nini. Na kama sasa kishokio yani, kwa hiyo ni misisi hiyo muti. Umeguza maji mahali, kuna pase pele hiyo muti kushibuka tena. Haijalishi hata kana kwamba kuna mambo yalikuwa yamesimama ikakatwa. Maandiko inasema provider imani yako, mizizi ni imani. Maji ni roho wa Bwana. Kama imeguza roho wa Bwana, kama imeguza uwepo wa Bwana, kuna possibility ya kubia tena. Hata ura meshajo. Siwishia nili, ukisoma Job 42. Basi wa, tono kadua kaamolo negategemeaga. Kama yoko naka iwa hinda rege kado kubona. Job wako ni kurudi na kugatiri. Mondo kule wekai. Nejo yate wewe kai. Doge gire deka. No papa sita kuweka mtu moto kile. Ndio tunakaitwa logoso. Amen. Wakati alisimulia hivyo Job, the Bible says, ile vitu alikuwa imepoteza ikarudishwa mara mbili. Amajero Job, italia kelele hayo. Hapo inasia daidano sio kile 10. Hapo ina ng'ombe ina sio kile mbele. Hapo ina account ya milioni 10 sio kile milioni 20. Todo kaiwa indaleke na multiplication. Jina Bwana litukuzwe. Hallelujah. Amen. Nataka niwaambie watu wa Bwana, huu si wakati wa kukaa na kwamba tuna hoho. Umeja wewe kugure na Bwana. Na Mungu kugure na kugure. Wacha hii maneno yako. Wakati mwingine nilikuwa na jishika samani, nikiwa mwanzo wa kuhudumu. Na hivyo hapo unapo kanisa kanisa deni tetero there.
Sikuwa nakula, natakaza mavazi ingine hapa ina nipana. Inaandika ya bora mbona tuzimu. Nani ya upako? Nikagodile. Siku moja nikienda kwa maombi. Nilikuja hii na kumbe. Maana nilikuwa nataka nitafute Mungu. Nisikie gaiko 30 ti. Nikaenda pale kunaitwa Mispa. Na diendaga ngikora kwenda conference, na dienda kwa conference. Dienda gena time na gai. Mimi peke yangu na Mungu. Nikakuta kuna conference na watu wanakula, kulikuwa kumepikwa sijui ni ugali. Ngiko kwa tipu kwenda hapo. Nikasikia nimekosa mali penda nataka niende na Mungu. Nikapigia certain servant of God hapa Nakuru. Kaniambia uko wapi? Niko mahali fulani. Ajo ile Petroshiso iko pale 58. Hiyo share. Wakati nilienda kwake akanipatia room moja, nikakaa peke yangu na Mungu. Usiku ndio Mungu alikuwa ananizungumzia. Akaniambia kanisa sio yako, kanisa ni mke wangu. Wewe ule mrambati. Nikaja haka baile hai, akejera. Akaniambia kanisa si yako, kanisa iko na mwenyewe. Na tayari imenunuliwa na Yesu. Wewe kazi yako ule mrambati kwa kanisa noti wako. Ngeo kile kaona mutumia wene. Gutire muthuri ora gone tone mutumia wa neighbor. Ndio kwa tare wako ni muthuri okay. Oh igai mutumia wa nani agete kudisaru. Wewe ni mgoro. Kuna mtu ambaye anapoteza usikizi wa wewe mke mkinde. Ona nini kione tone nywa tumia moya. No yone tone huyo. Nakoje tete kia matano tiendera akiona. Nitakuwa na stress. Naona kaka trake wale kia lenda wewe. Mungu akanikemea usiku. Nikaonyeshwa. Kisha akaniambia ile kazi nafanya hiyo sio kazi ambayo nimekuitia. Maana hii kazi nafanya fora pia watu wengine. Ni mimi wekeni nimeondoa naona mafuata. Sasa ni kazi gani unafanya? Akanisikumbusha wakati wakati ulikutana na wilderness. Niko na wakati mzuri na Mungu. Walikutana wanaume 5000. Hapo wa mama vijana wako hesabiwa. Alafu akawaambia kwamba the following day tukutane hapa. Hapa rumu. Najua walikuja wakapi? 120. Tajira wandu 20 na mali aromekiri 5. Adu kirinya na shuike mali ko. Yesu ndeka bora kuisio. To ilo kisiro katisi yaka. Ate jiro to diokora boro wa amondo. Ndiko mondo ka kaigale toto wako. Ndeka keti ni mutiko. Ni sasa hii mtu hako kataka dai na kuliko dai kundi toto wa gani. Sasa nilikemewa. Na mwake nika. Mutike. Bwana si sana. Amen. Ndio muhaide ndio toto timu ile gete. Ile kumaanisha kanisa liko na mwenyewe. Na kanisa ni la Yesu. Wakati nilikemewa hivyo, wakati nililetea wale walikuwa na huduma. Na nikashika hiyo taratibu. Kisha nikaambia hii kanisa unaona, ni mimi Mungu ndafanya niipitishe hatua kama ile. Ndio kaisa kuna wakati tunasikia watu wanakuja, wanajiunga, hii ni Catholic state. Mungu akaniambia kuna kanisa inapitiaka katika misimu minne. Kuna wakati hapa ninakubali watu wokoke, wanajiunga, wanasema Mungu aliongea, hiyo ni Catholic state. Hatua ya pili, Mungu akaniambia ni mimi Mungu natikisa kazi yangu. Ile kile ambacho akija simama na Mungu kiondoke. Kile kimesimama na Mungu akifanya kiwa mashua. Kaitani ya gate kainani kita kaida ndo makanyitana magetana onwe gai dei kuide gai rajare irie dai tukaura no tio mwisho gazeti gake kainai na kio nio kila ketari na gai kiere kila kina gai kigimario na ha ni ndari hiyo ni kai undu icio akaigania kuko wanafunzi wa Yesu walikuwa ngapi 73 73 ni wakati walikuwa anaenda na wao kawafundisha wakafanya discipleship 12. Katika 12 ni nani walikuwa wakienda mlimani 3. Okay? They is called chosen and faithful. Katika shule tuliani yale. Na wagai nirogara na ikigio rowe. Ikagio kanye tashiura. Bado wakati bado tulikuwa kanirogara roike ndani ya moto. Ikiweko unajua si yote samaki. Kuna tukina tunaitwa omena hata tufungi macho. Kuna chura pale, kuna nini pale? Nini gari iliwekwa sasa? Na yote iliwekwa na mwenye hiyo gari. Alafu ikiweko hapo utaiangalia. Yeye anakulana mahano wa kule tu omena. Ona tukiye kwa mtu wati na hapo. Kau kali yako kuleta maji kale tu kuwili. Atira akora. Sasa lazima mjue nini. Sasa mimi nataka niwaambie Samson mtumishi wa Bwana
nywele yake ikamea tena. Job naye akaambia kwamba kwenda kile kidogo tu ukitemo. Hata kwa yukari. Ndipo ni tuana tatu atemo, idukiga tupoka. No sio mwisho. Provided tumeweka imani yetu kwa Bwana. Na nataka nimwambie kuna possibility. Hata hii kanisa kujaa tena na watu wengine wakuje hapa. Provided tutaamini Mungu, tutamtumainia Bwana. Tutaweka imani yetu kwa Bwana. Kwenda kielegelelo. Eno kaida toledo maoka, atukile maikarageja. That is the character of God ambaye tunamtumikia. Na hivyo naomba tukote opinion. We must be faithful before God. We must be righteous before God. Hallelujah. Ito kidogo sio. Tano kwa video no wamenya kabisa kutoa no keko. Nitarora hao ile hikatare watu kuokoka. Watu wamekuja wengi wakati kama huu. People are discouraged. People are desperate. Kuraba mundu kwa ya kigo mundu gutira gukire. Oti mundu guteithia thubira tunini yake. Ayubu akainuka tena. Watoto kama alikuwa 5 wakakuja 10. Ng'ombe kama zilikuwa kilimoja ikakuja 2. Kamia yule Mungu ambaye ameniita na amekuita is God of another chance. Ona tu atako tikinya mwisho wa gari. Ona tu arudu tu rabone hinya. Na tuona unatokea tokea lipa tu agina mbele kama. Hallelujah. Na tuona kana tatu adira no tikira gafio. Amen. Aidha mwana itoka ndani yai. Amen. Na to okera leka le jwale to ya Yesu. Wotira makanja kwa bidikana ke. Makanja no iko okera leke. Na to kuja makrusade. Na to kuja makesha to kweka imatule le jwale to ya Yesu. Todo grera kiri gutire mundu keonina. Hii ni hali ya Bwana na kanisa lake. Watu wa Pasai waende wapi? Baada ya Clement kaida wakaingia kwa hapa. Praise the Lord. Wa mwisho na watu wa Mungu Israeli. Kuna wakati waliingia katika bonde fulani, ile book of Ezekiel chapter 37. Verse 1 to verse 12 there. Ezekiel mtumishi wa Bwana akapelekwa na Bwana katika hiyo bonde. Na wakati alipelekwa na Bwana katika hiyo bonde ilikuwa imejaa mifupa ya jeshi ya wana wa Israeli. Walikuwa wamekufa, mifupa yao ikakauka. Hawakuwa na tumaini. Lakini Mungu ana nafasi nyingine. Wakati alipotokea Ezekiel, alimuuliza Ezekiel, "Mtu wa Mungu, hii mifupa inaweza ishi tena?" Haleluya. Amen. Ora bizata yetu getu apakia mahinde bo. Mahinde basumari jeshi ya Ngai. Roho ya Ngai ndetia kwe jeshi. Ya tukatagira Ngai na hoi. Bara ikimira makiura go bagithira. Mahinde bacio ndenda kwenda muthenya wa mothe. Kwenda Ngai wa ihinda rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. There is God of another chance. Ezekiel akapita katika hiyo bonde. Akaambiwa na Bwana, kuna possibility hii mifupa kuishi tena. Ezekiel akamwambia Mungu, ndio unajua. Lakini wikendi akaenda kuiraga, kainoa yokemenya. Ile kainoa yokemenya. Akaambiwa na Mungu, yanenee sasa. Yatabirie sasa. Imagine the God of another chance anafanya mambo yasiyo ya kawaida. Anafanya extraordinary things. Ndio Ezekiel kitu hapa ile mahindi moho. Akimara ndira no kurone bogoroki. Wetekio kwa kurayo ndo mwana tare kwa mamoto bone sio. Kwenye mahindi moho. Damari akiwa kia Ngai wala oke. Sasa imekupa yote imagine. Saa hii kana kwamba kanisa ni kama mifupa mikavu. Watu wamekwisha wamekufa. Wamekosa tumaini mifupa mikavu. The God of another chance it doesn't matter. The dry bones. Hiyo inasikia sauti ya Mungu. Kaambia kwamba itabiriwa. Wakati itabiriwa, the Bible says, mifupa ikaanza kutafutana. Ni geki kama naona tu mahindi. Na gotire hiti ya dire kuri ya moto uki. Kwa hiyo kai ndio kila geki ya kuri ukakuriwe. Wera waku ni ugucokerera kila thimo kuri ukakuriwe. Watani ya gocuo. Amen. Kwa kai gotire gotarirwo. Yetu gaka ya kairati magwando fulani. Ngai gutu cia. Ngai wake gutire kindu gutari. Mwathani akomie. Amen. Au akinya kure ile mwine kwe ng'ombe kiri na akiri. Leta iguru ni ciake. Thahabu na ndu ni ciake. Kitu tiga yori muke wako na mundu arathimo kagia kiwi. Ciaku ciethutha. Come on, hallelujah. Amen. Baende bagieta. Niona sikira toni cirugamite. Na niguo hakorwo hena bodi. Bodi igikoragwo hatũrũgamĩte ũguo.
Ika kwa twende tu. Tukona madagitari ni wali ni to. Githii kwa ndo amahindi. He atunya mutoroga magio na kamugongo gagoka haha. Riu nita mutwarugamite. Kule twa kuweke gekira. Na ikiri nyama. Riu nigakirora ndanya mahindi maya momo marugama haha. Akaja kugia manyama makaja gwetana. Ege fadikana. Ege fadikana. Kaino ekira ndi maugu agikuma. Yego hapo ifanye kakolewa ni wale tolea Yesu. Ikaanza kutafutana nyama ikakuja. Ndio ikiaga nike moyo. Akaona ndere. Siga na moyo Yesu ikiukia. Huu ni wakati wa Mungu kufufua watu wake. Huu ni wakati wa Mungu kuinua watu wake. Haijalishi wapitia katika mitagani wakamalizwa. We serve God of another chance. Netorokera reke ni wale tolea Yesu. Wangu kwa uwe netorokera reke. Gotira makanya twagire kanini oko kwenda ngai wa indareke ndio wale twaria Yesu korone tukoreka nage muka ni turatukata ngai. Haleluya, amen. Gitweketa kamuteka urute gunirugo kaurute gukwanika inama no gatimunyago. Yani upepo wa kwenda kisulisuli unakuja kwa kuunda uwezo, lakini kama utika na inamishwa kana uza shidi, lakini baada ya upepo kupita kana simama imara. Au wanda fetes ona go kande sioka tusoka gia kai gato totira munyu tuona kama kika kwena kai yotoraga kwena kai we muoyo. Haleluya, naga maondo maike naoneke upole kwena kai we igoro kwena kai yotoraga ndio wale tolea Yesu. Mungu akaniambia ya kwamba nilikuja katika hii madhabahu niseme ya kwamba God ameweka nafasi nyingine katika watu wake. Enya kaita kamwega kakinare tugateka iroto cia kuria wendaga ikinye ni gukinya uria na wikira ngai mane kumwikira tutige ikwambararia corona atwaji kono igana ena tiuri wekia. Can you glorify God than your challenge? The secret of your miracle, let us glorify God. Wakati Daudi alikuwa anataka kuface Goliath, Daudi afesile Goliath na style ile ondo wapera tire ko irika nyanga ikora murutete na ciama iria na ringwe maundu macio ndikuri style cia ni guthira kiriro utatungacarikia kuna kiriro ndio ni guthiga ne na thira ndo ni mathirire thigu tuciure we ni na style ya kaidana rwara gayogoka gaidana gira hatikaine we gayogoka dano kiriro gayoga tumana dana kinya ndo koronde hinya gayogo gokijikira gutire kiru ya kaga witikio ta maundu macio. Mungu ni kuona ukiajilewa kupio is faith. Kete kugagai. It doesn't matter the obstacle ambayo iko mbele yako Goliath. Lakini what I know is this. Mungu kuna wakati nilikuwa nashuka kwa ya baba yangu. Simba na ndoba zikatokea, Mungu kanionekania. Nikazikamata nikaziiwa. Wewe Mungu ambaye tulikuwa nawe haubadiliki. Even today, this challenge of Goliath, it doesn't matter urefu wake na uzito wake, but there is a name above all names. Amen. Wewe nalitore kireta maneno manamake mo. Igothe ni wale tole kireta mothe ndio kwa poshidari. Na Daudi na alikihi. Aliweza Goliath ama kuweza. Hii kitu mnaona kinatangazwa COVID kama Goliath. Kimeweza United Nation, kimeweza US, kimeweza nini? World Health Organization, kimesikikana. Je, kuna watu ambao watatokea kama Goliath? Wazee wa COVID ni nani? Haujajua kuna Mungu. Katika jina wekelea ulinzi. Deni washa nasi. Amen. Iko na mia watu sana ya kwamba kama kuna wakati na state ubina kara na matendo ni wakati kama. Na wakati wote Mungu alikitaka kupoa watu wake. Hii ni mambo ni tuwe hivi. Kuna kazi yako na kuna kazi ya Mungu. Wana wa Israeli waliambia kwamba watengeneze mwana kondoo na majani mashugu. Kisha mkule, alafu damu hiyo kondoo mweka katika milango yenu. Na malaika wa kuangamiza hata karibia milango yenu. Sasa, sitaki kuongea maneno mengi. Lakini leo nilikuwa nataka nimwambie, there is a God of another chance. Amen. Leo ni hapo nani ni hapo? Wewe uranie, uitanĩtio atĩa na Mungu. Tari wewe ndio tutari na ijui, itaki ukorora wewe. Mbona mpiga watu juu ya kumkaribia Mungu? Maana sijui ulikuwa wapi wewe? Miezi mitatu ni nini? Sijui ni marafiki gani ulitengeneza? Sijui ni watu gani ulitengeneza? Kama Bishop mwingine aliniambia kule kwetu